siku zote tunasema kwenye mpira kuna anzia utawala, alafu zenu unapata benchi la ufundi, wachezaji unamalizia. Kwa hiyo tukianza kwenye utawala, kuna makosa mengi ambayo Simba yanaendelea kufanyika na kuna vitu vingi ambavyo vipo sawa. Kwenye mkutano huu ambao umepita hivi juzi, kuna vitu vingi ambavyo vimetokea, aidha watu wanaona kama bahati mbaya, lakini hivi vitu vilipaswa kutokea tangu zamani sana. Kwa maana gani? Kuna watu mwanzoni tulikuwa tunasema kwamba kuna vitu kwenye kikosi cha Simba kipo sawa. Rejea misimu miwili nyuma aliongea CPA Issa Masoud. Alikuwa anaelezea jinsi gani ambavyo timu inapaswa kuendesha, jinsi gani ambavyo madeni yapo kwenye timu. Lakini Issa Masoud alikuwa anaonekana kama yeye ni mpinzani. Lakini nafahamu kwa sababu yeye knowledge ya biashara anaijua vizuri. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea leo ni chanzo chake sio leo, chanzo chake miaka 5 nyuma, miaka 7 nyuma. Moja ya tatizo ambalo lilikuwa kwenye kosti ya Simba, kumruhusu mwekezaji awe sehemu ya kukamilisha mchakato. Hiyo ndio ilikuwa sehemu kubwa, tatizo kubwa sana, kwa sababu Mo alishafanya vitu vingi Simba kabla hajawa mwekezaji. Sasa kuna namna ambavyo watu wakawa wanamuonea aibu. Kuna vitu ambavyo aliweka vya kumbeba yeye. Kwa mfano, CEO anateuliwa na Mo. Anamtewaje mtu ambaye bado hajakamilisha uwekezaji? Hayo ni makosa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi anamteua Mo. Niliwahi kuzungumza siku moja, kawaida tunaposema 100%, always mwenye 51% ndio mwenye nguvu kuliko mwenye 49%. Lakini kwa nini ilitokea mwenye 49% na nguvu kuliko mwenye 51%? Kwa sababu alishawateka hawa waliokuwa juu kwenye uongozi. Nakumbuka mtu kama Swedi Nkwabi alijiuzulu nafasi yake, ndipo akaja akachukua Murtaza Mangungu kumalizia ile awamu. Lakini unaelewa kwa nini alijiuzulu? Kwa sababu aliona kuna vitu vingi haviendi sawa ambavyo vitamharibia status. Kwa hiyo Simba wakubali kuanza upya kwenye vitu vingi sana, hasa inapokuja swala utawala. Mafanikio yale ya miaka 4 mfululizo yaliwafanya watu wasione mbele nini ambacho kinaendelea. Kwa sababu mashabiki, kitu cha kwanza ambacho wanahoji timu kufanya vizuri. Ikisipofanya vizuri ndipo wanakuja sasa wapi tunapokwama, wanagundua kwenye uongozi kuna changamoto. Kwa hiyo uongozi wa Simba una changamoto, na hata mikutano yenyewe umevunjika. Kweli mkutano umevunjika kwa sababu kuna vitu vingi havikuwa sawa. Changamoto zipo sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wachezaji wa Simba, sehemu ya pili benchi la ufundi. Hizo ndio sehemu mbili ambazo kwangu mimi nikizitazama naona zina matatizo mengi sana. Nikianza kwa benchi la ufundi. Benchi la ufundi naangalia kwenye selection ya timu, the way ambavyo wanatumia kuchagua wachezaji. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwenye upangaji wa kikosi, kwa mfano kwenye mchezo wa mwisho, mchezaji ambaye alianza kikosi cha kwanza mwenye asili ya kukaba ni mmoja peke yake. Sasa ni ngumu kushinda mechi ngumu ukiwa na mchezaji wa kukaba mmoja. Kwa maana gani? Mchezaji ambaye alianza kama kiungo mkabaji Nabi Kamara, ambaye ukimwangalia kiuhalisia naye sio kiungo mkabaji, mara nyingi amezoea kucheza kama kiungo mchezeshaji zaidi. Kwa maana kwamba timu ikiwa na mpira unaona Simba nzuri inacheza vizuri, lakini ikipoteza mpira inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu wachezaji wangapi wanafanya jitihada kunyang'anya ule mpira. Nabi Kamara ambao amepangwa kama kiungo mkabaji, na yeye anashuka chini kwenye mfumo wa kocha, anacheza kama mlinzi wa kati. Nani ambaye anaingia katikati mwenye jukumu la kukaba? Yupo Jean Charles Ahoua, yupo mtu kama Mutale, lakini yupo mtu kama Neo Maema. Hawa wachezaji wawili ni wakabaji au ni wale ambao wanatia pressure, lakini mara chache sana kuona anachukua mpira. Kwa hiyo ni sema kwanza selection ya timu inakuwa na changamoto. Alipoingia kipindi cha kwanza, ndio maana timu ilikuwa inatengeneza nafasi, lakini wakinyang'anywa mpira wale Stade Malien, wachezaji wawili tu au watatu, unaona kwamba wanaenda kutafuta bao. Kwa sababu gani? Wachezaji wa Simba ni wachache wanaofanya jitihada za kunyang'anya mpira. Wamfungwa mabao yote mawili yaliyotokana na set pieces. Yaani sio set pieces, mipira ambayo imetengwa lakini kwa kichwa, matumizi makubwa. Assist ya goli la kwanza limetoka kwa kichwa. Angalia wachezaji wa Simba, nani ambaye alifuata mpira mpaka mwisho kwenda kuokoa kwa kichwa? Unagundua ni changamoto kubwa sana. Poor marking kwenye safu ya ulinzi. Hiyo ni changamoto kubwa nyingine. Bao la pili pia mtu anaenda kupiga kichwa peke yake. Hakuna hata mchezaji mmoja anayefanya follow up kumfuata yule mchezaji. Kwa hiyo unagundua kwamba kwenye ile haina ya utengenezaji wa timu ilikuwa ni changamoto. Lakini sehemu ya pili ambayo ilikuwa na changamoto ni sehemu ambayo ya wachezaji wao wenyewe wanavyoweza kujituma. Kweli kocha amekosea kupanga kikosi au kocha akapanga wachezaji wachache wenye uwezo wa kujituma, lakini nafasi zimetengenezwa.
Jonathan Soa nafasi 2 za wazi yeye peke yake amekosa. Jean Charles Ahoua nafasi ya wazi, kipa kacheza mpira mgonga mwamba umerejea. Ni utulivu tu wa kutepu mpira uingie nyavuni. Yeye amepiga nje. Kwa hiyo wachezaji wana changamoto, lakini pia benchi la ufundi nao wana changamoto. Kwa hiyo combination ya vitu viwili vinafanya Simba sipate matokeo mazuri. Simba ina wachezaji wazuri. Simba ina wachezaji wazuri kuliko timu nyingi Tanzania. Ila tofauti ambayo ya Simba na timu nyingine ni Simba hawajitumi kiwanjani. Simba ina wachezaji wavivu. Yaani ukiangalia wachezaji mmoja mmoja waliokuwa kwenye form, Simba ndio wana wachezaji wengi ambao wapo kwenye form zaidi kuliko timu kwa mfano kuliko washindani wao wa karibu Yanga. Lakini kwa nini wao wana struggle? Kwa sababu kuna timu, kuna mimi. Yaani wachezaji wanapaswa kuamua mimi sasa na uchukua huu mchezo, mimi na kaba zaidi, mimi nafanya kile ambacho kinawezekana. Kwa mfano ukiangalia Morris Abraham ni mchezaji ambaye anacheza uwanjani, ana ile morali ya kupambana. Mtu kama Kante, licha kwamba amepewa Maodo Kante amepewa kadi nyekundu kwenye mchezo uliopita, ile ni jitihada zake za kwenda kuokoa mpira. Kwa hiyo wanahitaji wachezaji kuwapandisha morali. Sasa morali inashushwa na nini? Unaweza kaona morali inashushwa na zaidi na uongozi, kwa sababu uongozi haufanyi kazi yake vizuri. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya kupandisha morali kwa wachezaji. Pantev ameshaonekana kocha ambaye anapenda timu icheze. Lakini je, hao wachezaji wanacheza vile ambavyo wanataka? Mimi naamini benchi la ufundi lina makosa madogo. Makosa makubwa yapo kwenye utawala juu na wachezaji. Unaona wachezaji wa Simba wana morali. Sasa hiyo morali sio inaweza kupandishwa na watu wengine, ni wao wenyewe viongozi kwa kuangalia wanafeli wapi, wanaikwamisha timu wapi, waungane kuwa kitu kimoja ili timu iweze kufanya vizuri. Mwalimu ni sehemu ndogo ya tatizo. Kwa sababu gani? Simba kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico, Simba alitengeneza nafasi nyingi sana kuliko Petro, lakini hakuweza kuzitumia. Mpanzu yeye na goli amepiga nje. Morris Abraham yeye na goli amepiga mwamba. Sasa hapo kocha anaingiaje? Ingekuwa timu itengeneze nafasi kabisa, kocha tungesema ndo tatizo la msingi, lakini timu inatengeneza nafasi. Changamoto iliyopo ni kwamba watu wanashindwa kuzitumia nafasi. Sasa kuna maana gani? Kwenye usajili hapa ni sehemu muhimu sana. Unasajili wachezaji wa burudishaji au unawasajili wachezaji ambao wapo kwa ajili ya kupambania timu. Nature viungo wa Simba wenye magoli ni wachache, wafungaji mabao. Hata rejea msimu uliopita, Morris Abraham ni fundi sana lakini sio mfungaji mzuri. Jean Charles Ahoua anaweza kawa ndo mfungaji mzuri kwenye viungo wote waliokuwa Simba. Sasa ukiwa na wachezaji wachache viungo wanaofunga, Elim Panzu ni mchezaji machachari, anaweza akatengeneza nafasi lakini sio mfungaji mzuri. Rejea kwenye msimu uliopita takwimu zake, rejea msimu huu takwimu zake. Kwa kuna namna ambavyo Simba polisi yao ya usajili inawaangusha kwa kuangalia wachezaji ambao mafundi zaidi kuliko kuangalia wachezaji ambao wapambania timu. Kwa Simba kinachoangusha kwangu mimi sehemu ya kwanza ni wachezaji. Wanapaswa kujiuliza wao kama wao, je, ile nembo ya Simba wanaitendea haki? Jonathan Soa niliwahi kusema ata struggle Simba kwa maana gani? Sio Singida alikuwa anakosa, lakini Singida walikuwa wanampa nafasi hiyo. Simba hakuna muda wa kujiuliza mara 3 mara 4. Ukikosea mara moja pressure inakuja kwako na unakuwa kwenye wakati mgumu.